ni kisa kinachowahusu watu wawili. Hawa watu walikuwa wanafanya kazi katika kiwanda cha viatu. Mmoja akatumwa aende katika kijiji fulani kwa ajili ya kwenda kuuza viatu. Alipofika pale katika kile kijiji, alishangaa kukuta watu wote hawajavaa viatu, hawana viatu na wala hata malapa, yaani wanatembea degedege. Basi imani ilikuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ilikuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa lugha nyingine, imani ilikuwa na uhakika Mungu yupo, ijapokuwa hatujafanya nini? Hatujamwona. Sasa somo letu la leo ni kisa kinachowahusu watu wawili. Hawa watu walikuwa wanafanya kazi katika kiwanda cha viatu. Mmoja akatumwa aende katika kijiji fulani kwa ajili ya kwenda kuuza viatu. Alipofika pale katika kile kijiji, alishangaa kukuta watu wote hawajavaa viatu, hawana viatu na wala hata malapa, yaani wanatembea degedege. Akapiga simu kazini, akamwambia, jamani, nimekuta kijiji kizima hakuna mtu anayevaa viatu. Hapa biashara haiwezekani, kwa sababu siwezi kuuzia watu wasioweza kuvaa nini? Viatu. Alikuwa amekwenda na kontena nzima la viatu, akasema ninarudi narudisha na kontena la viatu kwa sababu biashara imeshindikana. Baada ya miaka miwili, mmoja wa wafanyakazi akasema nini kwa mnunuzi mwingine katika hicho kijiji. Alipofika alikuta yale yale aliyokuta mwenzie. Kijiji kizima hakuna mtu anayevaa viatu. Akapiga simu akamwambia, jamani, kweli kijiji kizima hakuna mtu anayevaa viatu, lakini nikiangalia naona hii ni fursa ya kuuza viatu. Pamoja na kuwa wavae viatu, tuna fursa ya kuuza viatu, tena tunauza viatu vingi sana. Basi yule mfanyakazi akaingia mtaani kwa ajili ya kuweza kufundisha watu au kuelimisha watu faida ya kuvaa viatu. Akapita nyumba mitaani, akaeleza nyumba kwa nyumba, akieleza, watu wakaelewa, wakapata mwamko, wakaanza kununua viatu. Walinunua viatu na yeye akapiga simu kiwandani, akamwambia, jamani, nielezeni viatu vingi sana kwa sababu ninaona viatu vitanunuliwa vingi sana. Yalitengenezwa makontena 10 na yote yaliisha, kwa sababu wafanyabiashara wengi walinunua viatu na kuanza kuuzia wananchi. Hiki kisa nimekileta leo ambacho nikikiangalia ninakiweka katika makundi mawili, kimwili na hata kiroho. Katika maisha tunapokuwa katika kutafuta, mara nyingi mafanikio yetu ya kwanza yanatakiwa yaanzie moyoni, uweke nia ndani ya moyo. Lakini pia tunaona pia katika ulimwengu wa sasa, mara nyingi tunalazimisha mafanikio ya nje yaende ndani ya roho. Magari, majumba, mashamba, matajiri sio baraka. Baraka kwa lugha ya kimbingu ni mazidisho. Tunaona kuwa tukimpenda Yesu tutazidishiwa, kwa kuwa Yesu mwenyewe anasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote tutazidishiwa. Kumbe katika kuishi pia, ukiangalia hata hili fungu linalotoka katika Yohana 3 fungu la kwanza, Yohana 3 sura ya kwanza fungu la pili, nalo linasemaje? Tunakwenda kutuunganisha katika somo la leo. Yohana 3 sura ya kwanza fungu la pili. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo.
Mungu anasema tufanikiwe katika mambo yote na afya zetu zifanikiwe kama roho zetu zinavyoweza kufanikiwa. Tunaona kuwa mafanikio ya kwanza kama tulivyoweza kuyaona katika somo la leo, mafanikio ya kwanza yanaanzia rohoni, lakini haya mengine tunakuja kuyapata yanapanda rohoni. Kwa hiyo tukiweka nia ya kufanya kitu fulani, Mungu anakwenda kutufundisha. Pale ambapo tunaona kuwa akili yetu inaanza kushindwa, ina maana sio kuwa Mungu ametaka tushindwe, ila ni kwa sababu sisi tunaamua kushindwa. Lakini pale tulipoona kuwa hapa kuna fursa ya ushindi, na yeye Mungu anakwenda kujitukuza na kuleta ushindi. Na tukiangalia pia katika hili somo letu la leo, tukiangalia katika Mathayo sura ya 28 fungu la 19 na 20, katika maisha yetu ya kiroho tunaona maisha ya kimwili ni kwa jinsi gani ambavyo tunaweza kufanikiwa katika afya, kupata baraka, lakini katika kiroho pia kuna kitu ambacho Mungu anaongea nasi kupitia Yesu Kristo. Tusome hili Mathayo sura ya 28 fungu la 19 na 20. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunaona Yesu anaongea na wanafunzi kwa nyakati ya mwisho sana, akiwa anaendelea kupaa, anatuagiza tuendeni pamoja. Katika kwenda kwetu, wakati mwingine tunakutana na fursa katika kufanya kazi ya Mungu pasipo sisi kujua, lakini tunaweza tukafanana na yule mfanyakazi katika kiwanda cha viatu yule wa kwanza. Ukafika sehemu, ile fursa ambayo iko mbele yako ukahisi kushindwa, ukahisi kukata tamaa, lakini kwa sababu Yesu anasema ya kuwa yuko pamoja nasi hata utimilifu wa dahari, hakuna analolishindikana. Pale ambapo tutakaona pamekuwa ni pagumu sana kupeleka Injili, au hakuna hata msabato mmoja katika eneo hili, au hata hakuna kanisa moja la Sabato, pale ndipo kwenye fursa ya kuifanya kazi ya Mungu. Kinachotakiwa sisi tufanye nini? Tunatakiwa tutambue ya kuwa tunatakiwa tuwe na uvumilivu. Yule mfanyakazi wa kiwandani alipoenda kuwaelimisha wale watu wasiovaa viatu, walikuwa na uvumilivu wa kuwa nao kwa muda wa kutosha kwa ajili ya kuwaelimisha waanze kujua faida za kuvaa viatu. Lakini pia tunatakiwa tusitafute kuwabadilisha kama ambavyo tunavyopenda sisi. Kwanza waelewe, baada ya kuwa wameelewa wafanye maamuzi wao wenyewe. Lakini pia tunatakiwa kuwa na utulivu, na pia tunatakiwa kuwa na upole kwa upendo. Tusiwe na haraka, tuwe na upole, tuwe na upendo na kuwajali, tusiwanyanyapale kwa kuwaona kuwa hawawezi au kwa nini wao hawako kama sisi. Wakati mwingine tunakuwa na haraka sana katika kuifanya kazi ya Mungu kama tunavyofikiria. Tuwe na uvumilivu wa kutosha. Katika kuangalia somo hili la leo, Biblia inaanza katika Adamu. Nikasema kumbe wakati mwingine tunaweza tukaenda eneo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Ukaenda pale tu kwa ajili ya huduma. Inawezekana katika kuwasaidia watu ambao wanaonyesha kuwa wana uhitaji. Ile huduma yako tu bali ionyesha pale. Ukakaa pale ndani ya muda wa kutosha ukionyesha kuhudumia na kusaidia watu. Kama tuchukulie labda kwa mfano, inaweza ikawa labda ni mwalimu, labda yuko likizo, akasema kuwa ninaenda kijiji fulani na kusanya watoto nikawafundisha tuition bure bila gharama yoyote. Na maana umejiwekea malengo, ukaita watu, jamani, mimi nataka niwafundishe watoto wenu tuition, na wakaja pale Mungu akakuwezesha ukafundisha tuition. Baada ya kufundisha tuition
ukaondoka usiseme kitu chochote kuhusu kile tu kimeacha alama tayari katika akili za watu. Huyu mbona ana upendo wa peke yake? Hii kitu inafanya kwa gharama, lakini yeye amekuwa kusuluhisha bure. Kuna namna fulani ya kutazama tofauti na watu wengine walivyo. Au kaenda pale katika kuwajali wazee, kufika pale katika nyumba za wazee, kwa labda wanaenda kwa wazee wale wasiojiweza na kuweza kuwasaidia na kutoa huduma ndogo na mambo mengine ambayo Mungu anatuelekeza kuyafanya. Au kwa mfano ni madaktari, kwenda pale kwa ajili ya matibabu yani ambayo ni ya kawaida, jamani, inapima pressure, inapima labda vipimo vidogo tu, inapima malaria. Watu wakaja kaifanya ile huduma, kamaliza ukaondoka usiseme kitu chochote, tayari umeshaacha alama. Siku ukienda kwa ajili ya kupeleka Injili inakuwa ni rahisi. Ndani ya wiki moja, 2 mpaka 3 unatoa huduma moja tu. Usiwe na haraka sana kwa ajili ya kutoa Injili. Mara nyingi watu wanafunzana zaidi kwa ajili ya kutoa Injili, na hii isiwe ni mahubiri labda ya watu wengi. Mtu mmoja anaamua kutoa kwa ajili ya kufanya huduma fulani. Tunapoweza kuifanikisha hiyo huduma, tunakuwa tumeacha alama kwa wale ambao tunawaendea, na hivyo na pale ambapo tunaamua sasa kuhubiri Injili inakuwa ni nyepesi mtu kuipokea na kuona kuwa huyu mtu ni mwema, kwa sababu kama mambo ya mwingine anaweza akayafanya kwa upendo na kwa kujali, basi na maana huyu Mungu wake ni Mungu anayejali na ni Mungu mwenye upendo. Kwa hiyo kupitia hili somo nimeweza kujifunza kumbe tuna fursa nyingi sana za kuweza kuwafikia watu. Kwa hiyo tusikate tamaa. Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Anaahidi ya kuwa yuko pamoja nasi hata utimilifu wa dhamani. Kupitia matendo peke yake watu wanaweza wakaona Mungu yuko kupitia maneno ambayo tunaongea nyumbani, ambayo hayaendi kufanana na matendo tunayoenda kuyaishi mbele yao. Lakini kama matendo tunayoyaishi mbele yao yakawa na mvuto wenye kumtangaza Mungu, basi hata maneno watakayokuwa wakisikia baada ya yale matendo ambayo tumeyaonyesha katika namna ya kumtangaza Mungu, basi yataleta mvuto, kwa sababu akili zao na ufahamu wao watakuwa wameuandaa kusikiliza huyu mtu ambaye amejijulisha kwao kwa njia ya matendo mema. Kwa hiyo pale ambapo atamtangaza yule Mungu wake, italeta nguvu na mvuto kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Somo letu sio refu sana, ni fupi, inaenda kuishia hapa. Basi tubarikiwe tunapokwenda kuanza Sabato. Bwana tubariki katika jina la Yesu, amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Zamani nishawahi kufika kijiji ambacho watu kawaida hakuna mtu hata mmoja ambaye hajabali. Vijiji hivyo vipo. Mungu wetu jioni ya leo anatuelekeza kwamba kuna vijiji ambavyo bado neno la Mungu halijafanyaje. Tunatakiwa tufike katika vijiji hivyo, tuwavalishe watu viatu, tuende tukawaambie watu habari za nani? Huyu Mungu anasema kwamba hata tuache yuko pamoja nasi. Hata kama utafika katika vijiji ambavyo ni vigumu kiasi gani, yeye yuko pamoja nasi, atatusaidia na tutashinda. Zamani juzi tulipokuwa tunaongea mambo ya ujenzi, akasema sasa tumalize kujenga alafu tutafute kijiji fulani, mtaa fulani huko Dodoma, wapi huko Gereni, wapi huko, tukafungue kazi ya Bwana. Sasa tumeletewa somo leo ya leo kwamba kuna vijiji ambavyo bado havijafikiwa. Vijiji hivi vinaweza vikawa ni familia fulani ambayo iko jirani na sisi, haijafikiwa. Kweli tunaweza kibaki kijiji kabisa haijafikiwa. Nilifika kule Dodoma mahali fulani, barabara ya kwenda kule Kikuyu
imeshafika Kikuyu road ile kwenda huko na Ihawanzi ndani kweli kule kumtafuta mtu ambaye anaitwa Sabato kufanya kazi kwa kweli. Kwa hiyo vijiji hivi vipo. Mwinjilisti Judith Mganga, Mungu akubariki kwa kutuletea somo